Kutoka kwa Matemo huko Embu tuelekee moja kwa moja kaunti nambari 1 kwake Stephen Shitera ambaye anatuarifu kwamba zoezi la kuwasajili madereva wa malori makubwa kwa nafasi za ajira nchini Saudi Arabia linaendelea kwa siku ya 3 katika uwanja wa Tononoka huko Mombasa. Hali ikoje kufikia leo, Shitera? Bila shaka Swale, nyusi joto zimegonga 32, 33 hivi, zinazidi kupanda. Mambo yanazidi kuchemka katika uwanja huu wa Tononoka, lakini tunazidi kusukuma gurudumu kuhakikisha kwamba shughuli hii inapigwa ipasavyo. Na ni siku ya 3 katika uwanja huu wa Tononoka jijini Mombasa, karibia ya mwisho, manake shughuli ya mwisho itapigwa hapo kesho, na ni shughuli tu ya kuhakikisha kwamba wale madereva wa malori makubwa ambao wana hamu ya kufanya kazi katika taifa la Saudi Arabia wanafika hapa kufanyiwa majaribio, kuhakikisha kwamba wanapeleka watu ambao wamehitimu kiasi ambacho kinahitajika na mwajiri. Kumbuka kwamba tumekuwa hapa kwa siku hizo kutoka siku ya Jumatano hadi leo, na madereva wengi zaidi wameweza kuruka kile kiunzi cha majaribio katika jiji hili la Mombasa. Kumbuka kwamba idadi kubwa sana ya watu wameweza kujitokeza kuhakikisha kwamba wanatafuta labda kibaba hicho katika taifa la Saudi Arabia, ambapo wanasema kwamba mshahara ni mzuri, marupurupu ni mazuri, na kwa jamii au katika familia yote tu bila shaka kuhakikisha kwamba unakimu familia yako ndio jambo la busara na la maana kuweza kulifanya. Niko hapa na msimamizi wa majaribio haya, anaitwa Lazarus Musyoka. Anieleze tu kufikia leo mambo yameendelea vipi, ni nini haswa mnakiangalia kwa kina kuhakikisha kwamba madereva ambao wanatumwa katika taifa hilo ni madereva ambao wamebobea. Asante sana Bwana Shitera na pia Royal Media kwa wakati kama huu. Kama vile umesema, hii jaribio tulianza Jumatano. Hii ni siku ya 3 hapa uwanjani Tononoka. Ukweli tumeshuhudia wengi wanaokuja katika haya majaribio. Zaidi hayo ni kwamba mwenye kuajiri kuna matakwa ama mahitaji ambayo ni mpaka hao madereva waweze kuwa nayo. Na mojawapo ni ule ujuzi. Sio miaka ameendesha gari tu, mbali ule ufahamu, stadi wa kuendesha hiyo gari. Na jambo moja tunayotilia maanani ni kwamba hizi magari ni trailer na kazi yao ni kubeba mzigo, na tunafahamu zote ya kwamba mzigo unasombwa mahali ambapo labda katika hifadhi yake na unaenda nashukishwa mahali pengine. Kwa kizungu tunasema kuna mahali tunaita za docks. Maroli inaregeshwa nyuma pale ndio mzigo upokelewe ama uondolewe. Kwa hivyo jambo moja muhimu sana tunafanya katika ile jaribio ni kuhakikisha wale madereva tunaowatuma kule ugaibuni ni madereva ambao wamehitimu kuregesha gari nyuma. Kwa maana trailer na lori zingine ni tofauti katika hali ya uendeshaji. Hivyo ni kumaanisha tumeweka taratibu, mpangilio hapa nyuma ya vile dereva anavyotoka pale juu analete gari mpaka aingize hapa kinyume nyume. Kuhitimu kwa yule dereva ni aweze kuingisha hiyo gari ndani katika hizo kodi, ili ya kwamba tujue ya kwamba ana ustadi wa kutosha. Na labda wale ambao wameweza kuhitimu labda kutokana na mwajiri, manake wewe ni moja kwa moja, manake umepewa shughuli hiyo na mwajiri moja kwa moja, labda umepata taarifa kwamba ni vipi wataweza kutoka hapa na kuweza kufika Saudi Arabia na kuanza shughuli za kazi, ile process sasa kutoka hapa wamehitimu process. Okay. Asante sana Bwana Shitera. Wale watakao faulu kutoka hapa, kuna ule utaratibu kuhakikisha mwanzo kila mmoja ana stakabadhi zinazohitajika. Baadhi ya wale madereva wamehitimu hata hawana pasipoti. Zaidi kuna maneno ya visa. Kwa hivyo baada ya hapa ni taratibu ya kutafuta vile watakavyopata visa, na tukiangazia kwamba hili ni kundi linaenda kikazi. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba serikali yetu kupitia Ministry of Labor and the like watasaidia hao watu kwenda ng'ambo kwa kuhakikisha kwamba wamepata zile stakabadhi, aswa passport kwa wakati unaofaa. La pili ni kwamba baada ya pale pia wale madereva watapitia katika kuangaliwa mwili kama ni wazima, kiwango kile ambacho mwajiri anachohitaji. Baada ya pale hiki kipindi tunakipatia kama muda wa mwezi moja hivi, hizi taratibu ziwe tayari ndio kundi la kwanza liweze kuondoka.
Asante sana, bila shaka Lazarus, asante sana na pole. Umemwona Lazarus ameweza kujifunika kwa barakoa kidogo, mafua yamemkabili na kuzuia kwamba yasiweze kusambazwa. Ameamua kujikinga na kukinga wale ambao anahudumia. Bila shaka niko na mmoja ambaye amepitia shughuli hii. Atueleze tu shughuli ilikuwa aje na matarajio yako, manake naarifiwa kwamba umeweza kupasi ule mtihani. Matarajio yako sasa ni gani kuelekea Saudi Arabia? Taswira unaiweka kivipi? Tuanze kwa majina. Naam, kwa majina yangu naitwa Gadiel Mnyambo Mwakatini, na napenda kushukuru kwanza Ajira kwa kuleta ajira Kenya, na nashukuru nimekuja interview, nimeweza kupita, na matumaini yangu ni kule mbele niweze kufanikiwa zaidi na niweze kubadilika maisha zaidi. Labda kulingana na mshahara ambao unauona hapa na ambao unauona kule, labda utabadilika vipi? Kulingana na mshahara ya huku na ile ya kule itabadilisha maisha zaidi. Kivipi? Kwa kuongeza vile wamesema ile mshahara inatosha kule, si sawa na hapa vile tunapata. Ile mshahara ya kule ni mingi, so unaweza fanya kitu hata ukaendeleza familia vizuri na ukaishi maisha mazuri. Yeah. Asante sana. Bila shaka huyo ni mmoja tu ambao wameweza kupitia mchakato mzima tu wa kufanya majaribio, na kwa mapenzi yake Maulana ameweza kupita mtihani huo, na bila shaka anangoja hatua inayofuata ambayo ni kuweza kupata stakabadhi za usafiri, vipimo vya afya, iwapo atavuka kiunzi hicho bila shaka moja kwa moja hadi katika taifa hilo la Saudi Arabia, ambapo uliweza kusikia waajiri wanasema kwamba nafasi za ajira zipo na wanalenga sana dereva wa Kenya, manake ni madereva ambao wako na ujuzi wa mizigo kutoka bandarini na mataifa hayo ya Guba. Bila shaka shughuli za bandarini ni nyingi mno, na bila shaka shughuli hiyo inaendelea kama unavyoona nyuma yangu, na itaendelea hadi hapo kesho ambapo itatamatika, na wale watakaofaulu kwa mujibu wa msimamizi wa shughuli hii Musyoka, umesikia kwamba kikundi cha kwanza kitaondoka baada ya mwezi mmoja. Swale, kutoka eneo hili la Mombasa sina la ziada. Kutoka kwangu mwenzangu Fantas Maina na Yvonne ambaye bila shaka tumekuwa tukishikilia shughuli hii hapa, sina la ziada kutoka eneo hili la Tononoka. Naweza kukurudisha studio, lakini studio tutaenda kwa mapumziko kabla ya kurejea na taarifa zaidi.